Mwendelezo wa mafunzo yetu na wakati huu tutakuwa tukiangalia somo muhimu sana, somo ambalo tunasema mazao yenye faida hayaoteshwi au hayapandwi kwa bahati. Mazao yenye faida hayaoteshwi wala hayapandwi kwa bahati. Nikukaribisha sana na tutajaribu kuangalia mazao 7 yanayoweza kulipa kodi yako katika eneo dogo. Unaweza kuwa umekuwa ukifikiri kwamba sasa mboga gani zinalipa? Kuna swali ambalo mara nyingi tumekuwa tukijiuliza kwenye maisha kila siku. Hata ukitaka kuingia kwenye biashara yoyote utasikia mtu anakuambia, kama ni kwenye bustani anakuambia, "Sasa mboga gani zinalipa sana?" Au kwenye kuku anakuambia, "Sasa kuku gani unalipa sana?" Leo sikiliza kwa makini, utaweza kuona sehemu gani ya kuweza kutokea. Nikaribisha sana na hongera sana wewe ambaye umekuwa ukiendelea kufuatilia. Ninaamini kuna sehemu Mungu anakupeleka. Yaani hiyo ndio imani yangu kubwa mno. Leo ni day 3, siku ya 3, tunaamini mpaka sikamilike siku 10. Lazima akili yako itakuwa imebadilika. Okay, wacha tuendelee tusipoteze muda kwa sababu pia tumeanza kwa kuchelewa. Tunasema bustani ya biashara haihitaji ukubwa. Bustani ya biashara, kama tunazungumzia biashara, haihitaji ukubwa, ila inahitaji akili ya mfanyabiashara. Ukubwa, tunasema jambo lote lililo kubwa huwa linaanza kuwa kubwa kwenye mindset. Yaani jambo lote ambalo leo unaliona ni kubwa lilianza kwanza kwenye ukubwa wa akili. Sasa ukubwa wa akili ndio unaamua eneo. Eneo haliamui ukubwa wa akili. Ukubwa wa akili ndio unaamua eneo. Hiyo point hebu iandike na kusaidia mbele ya safari. Iandike hiyo point kwamba biashara haiamuliwi na ukubwa wa eneo, ila kinachoamua biashara ni ukubwa wa mindset yako, ukubwa wa akili yako. Ndio maana leo, acha nikwambie kitu kitakusaidia. Ndio maana leo watu wanaofanikiwa sio watu wenye opportunity, wenye rasilimali. Unakuta kuna familia ambayo wana kila kitu. Yaani wana kila kitu ambacho unaweza kusema hiki kina nafasi ya kumfanya mtu aweze kufanikiwa, lakini hawafanikiwi. Yaani kuna mtu ana rasilimali zote, mpaka unasema huyu ana hiki, lakini hafanikiwi. Shida sio kuwa na rasilimali. Shida ni kwamba akili yako imekuwa kwa kiwango gani? Akili yako imekuwa kwa kiwango gani? Hiyo ndio hoja yangu ya msingi. Kwa hiyo ukubwa wa eneo hauamui biashara, ila ukubwa wa akili yako ndio unaoamua biashara. Ndio maana kitu kile kile mtu anakuambia ndio nini hiki sasa, lakini kuna mtu mwingine anakuambia asante Mungu, nimekutana na golden opportunity, nimekutana na golden chance. Na wanakuambia golden chance never come twice, kwamba fursa ya dhahabu haiji mara mbili. Kwa hiyo anza kufikiria hicho kitu. Nasema eneo haliamui akili yako, ila akili yako ndio inaamua eneo litakufaidishaje. Eneo haliamui akili yako, ila akili yako ndio inaamua kwamba hili eneo ambalo niko nalo litanifaidishaje. Nafikiri umeelewa hiyo point na itakusaidia sana mbele ya safari. Nasema mwisho wa somo hili utapata kuona mambo yafuatayo. Mwisho wa somo hili, cha kwanza kabisa utaona ni mazao gani yanafaa. Jambo la pili, kwa eneo dogo, mazao gani yanafaa kwa eneo dogo ambayo yatakulipa. Sizungumzia leo story na kupatia vitu ambavyo ukienda kuimplement vinakupa pesa. Yaani unajua masomo yetu kadi yanavyozidi kwenda unazidi kujua kitu gani kinazungumziwa huko. Sasa utajua kwamba ni mazao gani yanayokulipa kwenye eneo dogo. Lakini kitu cha pili, yanalipa kiasi gani? Yanalipa kiasi gani? Na mwisho wa siku wewe mwenyewe ndio unaweza kupredict sasa kwamba katika eneo langu hili naweza katengeneza kiasi gani na maisha yakaendelea. Ndio maana katika somo hili unatakiwa kulifuatilia na kulisikiliza kwa makini sana. Sasa rafiki yangu, kuna aina mbili za bustani siku zote. Tunasema kuna bustani zinapandwa kwa jembe. Kuna aina mbili za bustani. Aina ya kwanza, kuna bustani ambazo zinapandwa kwa jembe. Na aina ya pili, kuna bustani ambazo zinapandwa kwa mahesabu. Unaona kinachokuja kutokea sasa? Unaweza kuwa na eneo. Mimi nakumbuka 2020 nafikiri, 2021. Kitu gani ambacho kilianza kunipa umakini sana wa kufuatilia kilimo cha eneo dogo?
kitaalamu anaita vertical farming. Niliona story ya Mkenya mmoja ile story ilinihuzunisha sana, lakini mwisho wa siku ilinipa courage ya kuendelea. Sasa hii story ina kama mchanganyo fulani, lakini sijui inategemea na jinsi ambavyo unaweza kuitafsiri, ila kuikata kwa sababu sikuwa nimepangilia kuielezea. Kwa hiyo nashinda jinsi ya nianzie wapi na wapi sinipotezee muda. Lakini ilinipa courage moja kwamba yule bwana alikuwa amestaafu. Alikuwa anafanya kazi kubwa sana kwenye mambo ya maserikali huko na vitu kama hivyo. Alipokuja kustaafu akapata kina mgongo, lakini kuna biashara ambayo aliingia kuifanya ni almost ikampotezea zaidi ya milioni 150. Sasa wakati upo kwenye stress na nini, nafikiri unafahamu, umepata hela pop zikapotea, hautakuwa sawa kwenye akili. Bahati nzuri akakutana na foundation fulani, hizi taasisi ambazo tunasema taasisi ambazo sio za serikali. Walikuwa wanahamasisha mambo ya kufanya kilimo cha eneo dogo. Akaanza kufanya kilimo naita back garden. Sisi kwetu tunakiita back garden kwa kutumia mifuko maalum. Sasa biashara ambayo alikuwa anafanya mwanzo, kitu gani ambacho kilipelekea mtaji ukafa kabisa? Ilikuwa kwamba anahitaji kufanya kazi na watu wengi, na unavyojua kama mtu aliyekuwa anafanya kazi serikalini hakuwa na muda wa kufahamu tabia za watu na jinsi anavyoweza kushirikiana na watu. Sasa alipopata elimu ya jinsi ya kufanya hichi kilimo, akaanzisha bustani ambayo sasa unafahamu mtu ambaye ana target ya kufanya biashara. Sisi tunazungumzia kuhusu issue ya uanze kidogo kidogo. Yeye aliuliza swali moja. Akasema, nikitaka niuze mboga kijiji chote, ni kama alikuwa yupo karibu na soko. Akasema, nataka ili soko lote liweze kununua mboga yangu, nifanyaje? Yeye kwa sababu ni mtu alikuwa amepoteza pesa nyingi, zaidi ya milioni 150. Kwa alikuwa na mindset ile ya mambo ya kufanya biashara kubwa. Akasema, okay, nyinyi si ni wataalamu na mnajua, nataka mimi nianzishe bustani ambayo nitalisha huu mji wote. Shida sio pesa, shida nataka nipate project ya uhakika. Akapigiwa hesabu akaambiwa, labda uweke bustani ambayo itakuwa ina ukubwa wa bustani za nani? Itakuwa na ukubwa wa bustani ambayo ina eka 1. Akasema sawa. Sasa ili niweke bustani ambayo ina ukubwa wa eka 1 nifanye nini? Akaambiwa unahitaji kupata bags 100. Sasa angalia, unajua bustani ya ukubwa wa eka 1 ni 70 kwa 70. Kilichotokea, bags 100 zilikuwa zinaingia kwenye ukubwa wa eneo la 25 kwa 15. 25, atoa 25 kwa 15. Jamaa akasema, "He, this is amazing." Akatafuta kijana mmoja tu ambaye alikuwa anamsaidia kungolea majani. Sasa jamaa kwenye ushuhuda wake anakuambia, sijawahi kuona biashara ambayo haina stress kama hii. Yaani mfanyakazi mmoja na naamka. Halafu sasa angalia kilichotokea. Alizalisha mboga. Moja kati ya concept yake alizungumza akisema hivi, kitu ambacho ukitaka kuwini kwenye market, fanya kijiji au fanya mji utegemee bustani yako kwamba ndio utasupply mboga kwao. Sasa anasema hivi, ukiweza kuzalisha mboga nyingi ya aina moja kwa wakati mmoja, manake soko itakutegemea wewe. Sasa hapa nazungumzia uwezo wa kufikiri kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwamba ukitaka kijiji kikutegemee wewe, wale wa mama ambao wanajumua na nini, anakuambia wewe zalisha mboga nyingi, watu wao wanakuja kununua kwako afu unauza. Sasa kitu ambacho kilikuja kuni-encourage mimi nikasema, hii ni biashara. 25 kwa 15 kwa comparison ya 70 kwa 70. Nikasema what? Ndio kicho nifanya sasa, nikasema lazima nisome hiyo program yao ya Kenya. Nikasoma, namshukuru Mungu. Baadaye nikaongezea na program ya Israeli na nini na kila kitu, mambo mengine yakaendelea kuwa sawa. Sasa tunapozungumzia kuhusu eneo dogo, issue sio kwamba una eneo dogo. Issue ni mindset katika hilo eneo. Akili haiamui, haifanyi mapinduzi katika eneo. I don't know. Eneo alibadilisha akili yako. Ila akili yako ina uwezo wa kufanya eneo likafanya vizuri. Kwa ndugu zangu, tunapozungumzia kuhusu mambo ya kufanikiwa, kwa kuna bustani za aina mbili. Kuna mtu
anaanza bustani zinapandwa kwa jembe. Yeye limadi amejua na jembe, pap anaanza bustani. No, bustani inaanza kwa mahesabu. Akili. Siku zote mafanikio yanaanza kwenye akili. Mafanikio yaanze una kitu gani mkononi? Mafanikio yanaanza una kitu gani kwenye ufahamu? Hicho kitu ambacho uko nacho mkononi kitakuwa cha maana kulingana na ufahamu ulionao. Okay, leo tunaangalia nini? Tunasema bustani ya biashara haiendeshwi kwa hisia. Haiendeshwi kwa mazoea. Inaendeshwa kwa data. Data unazungumzia akili. Data unazungumzia akili. Sio hisia, sio uzoefu. Sasa nataka leo niwafundishe formula moja. Ukielewa hii formula rafiki yangu, tukikutana miaka 2-3 ijayo wewe ni tajiri. Yaani nataka niwafundishe formula. Are you ready? Uko tayari? Kwa sababu ni formula ambayo sitaki uchengeshe akili yako. Nataka ufocus unisikilize vizuri. Inaitwa rule of 3. Inaitwa rule of 3. Sheria ya 3. Wangapi mko tayari niwafundishe hii formula? Yaani hii ndio formula ambayo unaenda kutoka rafiki yangu. Yaani sikushawishi unisikilize. Yaani ndio formula unaenda kutoka. Very simple. Wala sihitaji kuwa na mambo mengi. Sasa nataka tu nichukue attention yako ili uichukue kwa sababu sitaki kuzungumza mambo mengi ambayo hayana maana. Are you ready? Mko tayari? Hakuna kitu kizuri kama unazungumzia kitu ambacho unakiishi, una experience na maisha yanaenda. Jamani, ni raha kubwa sana. Yaani ni raha. Nimepata mmoja. Twende, nikipata watatu tunaenda kazi. Wa pili yuko wapi? Yes, watatu yuko wapi? Wa pili ameshapatikana, amesema yes. Watatu yuko wapi? Imeisha hiyo. Let's go. Andika hapo chini. Tunasema the rule of 3. Tujifunze kanuni inaitwa the rule of 3 au kanuni ya 3. Kanuni ya 3. Twende kazi. Namba 1. Kanuni namba 1. Ngoja kabla siwape kwenye kanuni namba 1. Tunasema hivi, kuna tofauti kati ya nimepanda, nitaona. Kuna tofauti kati ya nimepanda, nitaona. Na kuna tofauti ya kusema nimepanda, najua nitapata kiasi gani. Unajua, success is predictable. Mafanikio yanatabirika. Kama nilivyosema kwamba mafanikio sio hisia, mafanikio ni data. Data ndio zinaweza zikapredict kitu. Nikisema predict maana yake ni kutabiri. Sasa kuna tofauti ya kwamba nimepanda, wacha nione. Mimi kwa mfano nikiwa naotesha, nikionyesha tu mnafu najua hapa nitapata kiasi fulani. Nikionyesha spinach najua hapa nitapata kiasi fulani. Nikionyesha chainizi najua hapa inabidi niongeze ili tuta. Halitanifikisha kule. Kwa sababu gani? Hiyo ni tofauti kubwa kati ya mtu ambaye amepanda, anasema nimepanda nione. Unapanda uone tena. Na kwa mimi nasema kwamba nimepanda, najua nitavuna kiasi gani au nitapata kiasi gani. Kwa tunasema hivi, kabla hujapanda mbegu ardhini, lazima kwanza uoteshe kichwani. Lazima kwanza uwe na hesabu kwenye akili yako. Na sababu bustani ya biashara haianzii kwenye jembe. Bustani ya biashara inaanzia kwenye maamuzi. Na manake maamuzi lazima uwe na data. Shida ni moja, wakulima wengi wanapanda sana, wanauza kidogo na wanapata hasara kimya kimya. Hiyo ndio shida ya wakulima wengi. Kwa hiyo unakuta mtu yupo tu anafanya vitu kwa kubahatisha. Sasa tuende kwenye kanuni ambazo nimekwambia inaitwa the rule of 3. Namba 1, kanuni ya kwanza. Kumbuka tunaangalia kitu gani? Tunaangalia mazao yenye faida hayapandwi kwa bahati. Mazao yenye faida hayapandwi kwa bahati. Kumbuka tuko kwenye somo la pili, kwenye sehemu ya pili ya somo letu la kwanza, ambao tumelianza linasema kwamba kwa wewe ambao ndio unaanza kunifuatia kama la kwanza. Kwa sababu bustani sio kulipa, ni hobby sio mradi. Sasa tunajaribu kubadilisha, sasa tunawezaje kufanya ukawa ni mradi. Kwa hiyo tusifanye vitu kwa kubahatisha, tufanye vitu ambavyo tunajua tunafanya kitu gani. Hiyo ndio mantiki ya somo letu ambalo linaendelea. Okay, tuendelee. Kwa nimesema sasa tuone hii rule of 3. Namba 1. Kuna mambo matatu ya kuzingatia. Namba 1. Rule ya kwanza. Mahitaji ya kila siku. Tunasema daily demand. Unapootesha mazao ambayo tunataka yatupatie mzunguko wa pesa, rule ya kwanza, sheria ya kwanza, hakikisha unaotesha mazao ambayo yana mahitaji ya kila siku. Kama narudia, andika hiyo. Hiyo ndio rule namba 1. Mahitaji ya kila siku. Tunasema daily demand.
daily demand. Maana yake ni nini? Zao lenye faida lazima liuzike leo. Imagine sasa hivi ulichokiotesha, ukipita nyumba 3 nyumba 4, ukiambia jamani nipeni pesa, kuna mboga iko pale, watakuja kununua? Hicho ndio kipimo. Tunasema zao lenye faida lazima liuzike hata leo. Sio likuwe kwanza ndio utafute soko. No. Wewe jamani, kuna tayari mboga yuko pale. Mko tayari. Wako tayari kuja kuchukua kupatia pesa. Hicho ni kipengele cha kwanza cha muhimu sana. Kwa nini ni muhimu? Katika kila lulu itakuwa na sababu kwa nini ni muhimu. Naomba uzingatie hilo, litakusaidia mbele ya safari. Lulu namba 1 nimesema mahitaji ya kila siku. Otesha zao ambalo lina mahitaji ya kila siku. Naita daily demand. Hiyo ndio lulu namba 1. Then kwa nini tunasema zao la mahitaji ya kila siku? Kwa nini ni muhimu? Namba 1, pesa inaenda pale penye mwendo. Siku zote pesa inaenda sehemu yenye mwendo. Maana yake nini? Sokoni kuna bidhaa za aina mbili. Kuna bidhaa ambazo zinaisha kila siku. Kila siku zinaisha. Yaani hazichachi. Kila siku zinaisha. Lakini pia zinanunuliwa tena kesho. Yaani leo bidhaa imepelekwa sokoni, imeisha. Kesho tena ukileta inanunuliwa. Kesho tena ukileta inanunuliwa. Hiyo ndio maana tunasema kwamba unahitaji kuzalisha mahitaji ya kila siku. Sababu ya kwanza nimesema hivi, pesa inaenda penye mwendo. Pesa inaenda kwenye kitu ambacho kinazunguka mara kwa mara. Siku zote kwa niwaambieni siri, ukiwa unajitafuta kwenye maisha, usifanye vitu vya kusubiri mwaka, vya kusubiri miezi 6. Unachelewa. Unajitafuta, unaanza kufanya vitu. Kuna kitu ambacho mimi kinaniumiza akili sana. Unajua kwenye pesa inapatikana kwenye maeneo mawili tu. Sehemu ya kwanza, pesa inapatikana kwenye biashara. Sehemu ya kwanza. Okay, kuna sehemu zingine tena nitakutajia, lakini sehemu kubwa 2 ambazo zinamfanya mtu anaweza kufanikiwa mafanikio makubwa. Sehemu ya kwanza ni kwenye biashara. Sehemu ya pili ni kwenye kuwekeza. Okay, sehemu ya tatu ndio mambo ya vibarua na kuajiriwa. Tuachane mambo ya kuajiriwa na vibarua. Hiyo inaeleweka tu kwamba uko unasogeza siku. Kuna vitu viwili ambavyo vinaweza vikakupatia pesa nyingi. Yaani ukatajirika kwa lugha nyepesi. Cha kwanza ni biashara. Cha pili ni uwekezaji. Sasa kosa ambalo mna confuse. Nani anatakiwa uwekeze na nani anatakiwa afanye biashara? Ukiwa unajitafuta, achana mambo ya kwenda kuwekeza. Ukiwa unajitafuta, wekeza kwenye akili, fanya biashara. Ukiwa unajitafuta, usiwekeze pesa. Kuwekeza pesa huwa wanafanya watu ambao tayari wameshajipata. Wewe kazi yako ya kwanza sasa hivi ni kuwekeza kwenye akili na kufanya biashara, simple. Sasa ninapozungumzia biashara, fanya biashara ambayo inazunguka, inaweza kukupatia cash flow ya kila siku. Ndio hapo tunazungumzia hapa. Kumlaki kama dakika moja tu. Kiongozi? Ndio. Okay, sawa. Yeah. Haya, nitaiona. Kumradhi, niko kwenye kipindi, nimeanza kipindi live. Unaweza kaingia Instagram afu tu check. Afu nikishamaliza tutakommunicate. Haya. Samahani kwa interaction. Kuna mtu ambaye alikuwa nimecommunicate naye kama sijaingia, na kama mme notice nilikuwa nimechelewa pia kuingia. Sasa kuna kitu ambacho kwa confirm. Kwa hiyo ingeniletea shida. Nafahamu tunafanya mambo ya kwenye mtandao. Kalipia program moja wapo. Kwa hiyo anakuta huyu mtu mbona apokea simu na vitu kama hivyo, na tumeongea muda sio mrefu. Kwa mtu niwe radhi kwa kuletea interaction, lakini nimetamani niweze kushare na nyinyi hicho kitu. Na mimi mmenisamehe. Okay, tuendelee. Sasa nimesema hivi, cha kwanza mahitaji ya kila siku. Principle ya kwanza ya pesa. Pesa inaenda mahali penye mwendo. Maana yake ni kwamba sokoni kuna bidhaa ambazo zinaisha kila siku. Na kesho kizileta zinaisha. Na maisha yanaendelea. Namba 2. Kwenye kipengele hicho cha lulu namba 1. Namba 2, mahitaji ya kila siku. Hatari yake ni ndogo. Andika rafiki yangu. Mahitaji ya kila siku, hatari yake ni ndogo. Maana yake nini? Huna pressure ya kuhifadhi. Hauna pressure ya kuharibika.
hauna pressure ya kushusha bei. Fresh. Yaani fresh leo, fresh inaisha. Fresh leo, fresh inaisha. Simple. Naomba nirudie hizi pointi za kusaidia rafiki yangu. Nimesema hivi, kipengele cha pili kwenye rule number 1, mahitaji ya kila siku, hatari yake ni ndogo. Mahitaji ya kila siku, hatari yake ni ndogo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba hautakuwa na pressure ya kuhifadhi. Hautakuwa na pressure ya kuharibika. Hautakuwa na pressure ya kushusha bei. Mfano halisi. Mchicha unapikwa leo, kesho unanunua tena. Yaani tufanye kwa mfano kwenye bustani yako kuna mchicha. Yaani unapika leo, kesho mtu ananunua tena. Unapika leo, kesho mtu ananunua tena. Jamani, Mungu atupe nini waheshimiwa? Nilikuwa naongea na kijana wangu hapa bustanini, nikamwambia nikwambie kitu. For sure. Kitu ambacho kinaweza kumfanya mtu akafanikiwa. Si niwaambiaje niseme hivyo, lakini sisi ambao ni public figures sometimes tunatoa mawazo ambayo kila mtu atayafuatilia, lakini ni ukweli. Kuna bustani ambayo sisi tulikuwa na design. Kama wiki 3 mwezi hivi kulikuwa kuna jangwa. Yaani hata ungesema unatutembelea ile eneo, alafu tukakuleta sasa hivi, unaweza kusema ahazi sio penyewe. Tunafikia mtu mmoja alitutembelea akasema, "Hivi nyinyi, hii bustani imeshushwa au hii bustani imeoteshwa?" Sasa nikamwambia kijana wangu, nikamwambia nikwambie kitu. Kuna pesa kwenye bustani. Imagine wiki 3 mwezi tayari tumeanza kutengeneza pesa kwenye hiyo bustani. Sasa ndio hii point nasema hivi, mahitaji ya kila siku hatari yake ni ndogo. Sasa sisi tuna principle moja kwenye bustani yetu, yaani kwenye biashara yetu, na ndio nawafundisha na nyinyi sasa. Tunamwambia mteja kabisa kwamba hatuuzi mboga iliyochumwa. Sisi unatoa order ndio tunakuchumia mboga. Simple and clear. Yaani unatoa order ndio tunakuchumia mboga. Imagine. Sasa leo kwa mfano, mchicha unapikwa leo, kesho utanunua tena. Mboga kwa mfano giligilani. Ukienda Tanzania, giligilani hivyo, mahitaji ya kila siku. Ukienda kwa mfano pilipili, kila siku inatakiwa jikoni. Zao ambalo tunasema halihitajiki kila siku ni mzigo. Fikiri zao ambalo linahitajika kila siku. Simple and clear. Fikiri ukivuna leo, ni nani atanunua kesho? Kesho asubuhi. Hatutaki ya mambo. Unavuna leo mtu anunua kesho asubuhi, hatutaki. Tunataka kunavuna sasa hivi na uzo sasa hivi. Mambo kama hayo. Kwa hiyo lulu namba 1. Jamani, mmeipata lulu namba 1? Naamini kabisa mmeipata lulu namba 1. Naomba niweke hapa nani? Naomba niweke namba yetu ya WhatsApp hapa. Kama uko interested kupata, una haraka, unajua kumnaingia kwenye kazi na vitu kama hivyo, andika neno program kwenye WhatsApp. Kuna wale ambao mnatufuatilia lakini mnakuta mko lunch na nini, mnahitaji concentrate na makazi yenu, ngoja niweke namba hapa. 0761 825 808. 0761 825 808. Naomba ni pin hapa. Nimeona kuna mwenzetu ameomba hapo. Inaonekana nataka kuingia kazini au vyovyote vile. Haya, nimeshaipini hapo. Uko interested kupata baadhi ya information kutoka kwetu, andika neno program WhatsApp 0761 825 808. Tutakupa maelekezo na kila kitu ambacho tunafanya. Kwa wewe ambaye tuko pamoja, tuendelee kusonga mbele. Sasa nafikiri umeipata lulu namba 1. Safi. Twende na lulu namba 2. Lulu namba 2. Lulu namba 2 nasema mzunguko mfupi. Lulu namba 1 nasema mahitaji ya kila siku. Umeona hicho kitu? Lulu namba 2 nasema hivi, zao lio lina mzunguko. Lio lina mzunguko mfupi. Wanaita turnover. Aisee jamani, tunasema hivi, zao la biashara hatutaki likupe pesa baada ya miezi 6. Tunataka zao la biashara likupe pesa ndani ya muda mfupi. Miezi 6 ya nini? Unajua, sikiza nikwambie, wewe watoto wanataka daftari, wanataka kalamu, unataka miezi 6. Miezi 6 ya wapi? Tunataka zao ndani ya muda mfupi. Tunataka likupe mtiririko wa pesa. Kwenye biashara tunaita, kuna kitu kinaitwa cash flow. Cash flow maana yake ni mtiririko wa nini? Wa pesa. Tunataka uanzishe project ambayo inakupa kitu kinaitwa cash flow. Cash flow.
cash flow. Simple like that. Tunataka kitu cha namna hiyo. Sasa tunasema hivi, kwa nini ni muhimu? Sikiliza. Kila kitu ambacho nakwambia kwenye hizi lulu tatu, nakwambia kwa nini ni muhimu. Viko vitu vitatu. Cha kwanza tunasema hivi, kwa nini ni muhimu? Namba moja, mzunguko mfupi. Tunasema hivi, mzunguko mfupi iko to cash flow. Yaani mzunguko mfupi sawa sawa na cash flow. Cash flow maana yake ni mtiririko wa pesa. Cash flow, cash flow, cash flow. Pesa inakuja, pesa inakuja. Tunasema mzunguko mfupi sawa na cash flow. Maana yake pesa inaingia mara kwa mara. Ukiwa unajitafuta hujajipata bado, unahitaji cash flow. Wewe sio tajiri kwamba unawekeza ile kitu eti leo utavuna baada ya miaka mitatu, baada ya miaka minne. Rafiki yangu, utavuna baada ya miaka mitatu, miaka minne njaa inauma. Ziko hizo biashara unaweza kufanya. Sio unaotesha kitu gani, sio baada ya miaka mitatu utavuna. Waachie watu ambao tayari wana msingi wa maisha. Lakini wewe ambaye unatamani kutengeneza kitu ambacho kitakupatia pesa ambayo ni ya mtiririko, weka kitu kinachoitwa bustani. Haya, namba moja nimesema kwa nini ni mzunguko mfupi. Namba mbili, inakupa nguvu ya kurudia. Inakupa nguvu ya kurudia. Kwa nini tunasema inakupa nguvu ya kurudia? Unarekebisha makosa haraka. Ngoja nikupe siri moja. Unajua leo unaweza kuanzisha bustani. Sawa? Ukianzisha ile bustani ndani ya siku 21, kama kuna kosa ulifanya, unarekebisha. Ndani ya mwezi mmoja, kama kuna kosa umefanya pale, unarekebisha. Chapu unarekebisha. Ukiingia mwezi mwingine umeshapata majibu. Ndio maana moja kati ya program ambayo ni rahisi kujifunza na ni rahisi kuimplement ni hii program. Kwa sababu mimi naamini kitu kimoja, kama kweli uko serious, haitafanya haraka kwa wakati mmoja. Zile siku za mwanzo unatafuta mbegu unaotesha, zimekataa. Unashare report, zimekataa ise. Tunarudia, tunarekebisha. Ushapu wako ndio utakufanya upate matokeo. Unarudia tena, unasema imekataa. Unarudia tena, unasema imeshakubali, maisha yanaendelea. Simple. Simple. Kwa cha pili inakupa nguvu ya kurudia. Hebu imagine umefanya kitu miezi 5 au mwaka mzima, alafu unagundua umekosea. Hivyo nguvu ya kurudia utakuwa nayo? Hiyo nguvu ya kurudia utakuwa nayo kweli? Sio rahisi. Sio rahisi hata kidogo. Yaani kuanza tu kufikiri kurudia kwenye hiyo project sio leo. Namba 3, inakuokoa kisaikolojia. Kitu kinachoua maisha ya watu wengi ni psychology. Unajua, psychology ni setup ya mindset. Psychology inaingia kwenye issue ya jinsi unavyohisi, jinsi unavyofikiri na vitu kama hivyo. Na maamuzi yote yanaingia hapo. Unajua, kinachotufanya tuishi ni hope na faith. Vitu hivi viwili. Imani, ngoja niwafundishe kitu kimoja kitawasaidia. Imani maana yake nini? Imani sio matumaini peke yake. Imani kwenye tafsiri ya mambo ya kibiblia, kiroho na nini, sitaki kuitumia ile. Nataka kuitumia hii hapa. Logic ya kawaida kabisa. Imani maana yake nini? Imani ni kuishi ufahamu ulionao. Ule ufahamu bado haujaleta matokeo, lakini unauishi ule ufahamu. Kuna tofauti ya kuishi kwa imani na kuishi kwa kuona, si ndio? Sasa kuishi kwa kuona maana yake tayari biashara hii hapa. Na tayari pesa imeshaleta hiyo hapa. Imani maana yake nina uhakika wataleta pesa. Kwa sababu gani? Ni kuishi ufahamu nilionao. Ni kuishi ufahamu nilionao. Sasa saikolojia yako inakuwa affected kama unafanya ile kitu ambalo unasema Mungu wangu, tatoboa kweli? Wanasema kila wakati ambako unafanya kitu ambacho kinachukua muda mrefu, kila muda unavyokuwa mrefu, saikolojia inakufa taratibu. 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 Mwisho wa siku unasikia mtu amesha ruzi. Bustani inakuokoa kisaikolojia. Sikiliza. Kwa mwaka ukizalisha mboga ambayo inachukua siku 21 mpaka siku 28, kwa mwaka una mizunguko 17. Kwa mwaka una mizunguko 17. Wewe unaelekea majira mapya. Kafikirie katika majira unayoingia.
Kama utazalisha kitu ambacho kinakupatia ndani ya siku 21, una mizunguko 17. Kama kitachukua mwezi mmoja, una mizunguko 12. Lakini kama utaenda kuzalisha kitu ambacho kinazalisha baada ya miezi 6, kwa mwaka una mizunguko 2. Simple. Ni mahesabu tu ya kawaida. Tunasema biashara haishi kwa kusubiri tu. Inaishi kwa mtiririko wa pesa. Biashara haiishi kwa kusubiri. Hii biashara iendelee kuwa bora, iendelee kuwa bora, iendelee kuwa bora. Maana yake nini? Maana yake nini? Ina mzunguko wa kila siku, kila siku, kila siku. Rule number 2 inatuambia mzunguko mfupi. Mzunguko mfupi. Naomba mniambie, mmeipata rule number 2? Twende kwenye rule number 3. Jamani, mmeipata rule number 2? Twende kwenye rule number 3. Sitapata kibali cha kuendelea na rule number 3 kama hamjaniambia mmeipata rule number 2. Niona hata watu wawili mseme mmeipata rule number 2. Twende rule number 3. Let's go. Mko wapi jamani? Twenzetu. Jamani, hampo. Kwa nirudie. Hamjanipata rule number 2. Twende rule number 3. Mnaniangusha. Safi. Asante. Nimeipata. Yap, tumekuelewa, tumeipata. Asante sana. Twende rule number 3, tumalize somo letu. Rule number 3, zao ambalo kipimo kidogo, mauzo makubwa. Andika hiyo rule number 3. Kipimo kidogo, mauzo makubwa. Kipimo kidogo, mauzo makubwa. Asanteni wote ambao mmesema mmeipata rule number 2. Kipimo kidogo, mauzo makubwa. Andika hiyo rule number 3. Kipimo kidogo, mauzo makubwa. Jiulize swali, hivi naenda kuzalisha hichi kitu, ninaweza kupata mauzo makubwa kwenye kipimo kidogo? Kidogo kidogo, mauzo makubwa. Kidogo kidogo, mauzo makubwa. Simple. Simple. Zao la faida tunasema haliuzi kwa kilo kubwa tu. Zao la faida haliuzi mara moja tu. Zao la faida linauzwa kwa njia nyingi. Kwa fungu, kwa uzito, kila siku. Simple. Linauzwa kwa fungu, uzito, kila siku. Chagua mwenyewe unataka njia gani. Chagua mwenyewe. Mimi nakumbuka siku za mwanzo kabisa wakati tumeanza bustani. Ukiangalia zile video zetu za mwanzo kabisa tunaona spinach. Nakumbuka pia na wanafunzi wetu kwa watuliza. Ina maana nyinyi bustani zenu ni spinach tu? Ngoja leo niwapatie siri kwa nini ilikuwa vile. Wakati sisi tumeanza bustani, tulipata soko la hoteli. Sawa? Ile soko la hoteli ilikuwa inanunua kwa kilo. Kilo moja tulikuwa tunauza 2500 mpaka 3000. Sasa tulipokuja kupiga mahesabu tukagundua kwamba spinach ilikuwa rahisi sana kuzalisha kwenye bag. Na ilikuwa, unajua sisi programu yetu ya kwanza kabisa kwenye bustani ilikuwa ni bag gardening. Hiyo ndio programu yetu mama. Tulianza na mifuko ya kawaida, baadaye tukaja na mifuko special. Kwa hiyo sasa spinach ndio ilikuwa rahisi kuzalisha. Halafu sasa tukagundua kwamba mahoteli yana struggle ile spinach kwa sababu hao watu wa vibanda, watu wanauza mboga hizi za sokoni, walikuwa wapendezi sana kuuza spinach kwa sababu wanasema ile spinach hailali. Yaani mtu ni bora auze Chinese, inaweza kalala kesho akauza. Sasa wale watu wa hoteli wanataka wapate mboga ambayo ni fresh. Na kwa sababu ile mboga ni fresh, wanapataje spinach? Tukapata soko la kununua kwa kilo. Ndio watu wanauza spinach sana. Na soko lilikuwa zuri. Simple. Imagine leo unaweza kaamua kuuza kwa kilo, ukauza kwa fungu, na ukauza kila siku. Rafiki yangu, kwa nini rule number 3, kipimo kidogo kidogo, mauzo makubwa? Kwa nini? Ziko sababu 3. Sababu ya kwanza, watu wengi hununua kidogo kidogo kila siku. Watu wengi hununua kidogo kidogo kila siku. Unajua mtu hawezi kuja kununua mboga 10,000 afu akaenda akaweka stock. Kwanza sifa ya freshness itakuwa imeshapotea. Sasa atanunua kidogo kidogo kila siku. Kidogo kidogo kila siku.
Hiyo namba moja. Ya pili, sababu ya pili, bei ndogo huongeza wateja. Ukitaka kuwa na uhai wa maisha ya uchumi, yani unataka kuwa na uhai wa kiuchumi, je, katika maisha yako, hata kama una pesa kiasi gani, tafuta biashara ambayo itakuwa inakufanya usurvive. Naomba nirudie. Hii naongea kwa watu ambao mnafikiria mna miradi mikubwa inaoingizia pesa. Haina shida. Naomba nikwambie kitu kimoja. Fanya biashara ambayo itakuwa inakupatia pesa ndogo ndogo kwa wateja tofauti tofauti. Pesa ndogo ndogo kwa wateja tofauti tofauti. Halafu zile biashara zako, sasa unatakiwa kuwa na biashara za aina mbili. Kuna biashara ambayo inakufanya usurvive. Yaani unaweza kununua chumvi, ukanunua kiberiti, ukanunua labda chakula. Umenielewa? Na hii biashara iwe inakuletea pesa ambazo zinatoka kwenye mifuko ya watu wengi. Huyu amekuletea 500, huyu amekuletea 1000, huyu amekuletea 10,000 na vitu kama hivyo. Then ndio uwe na hizo biashara zako kubwa hizo ambazo zinakupatia mamilioni kwa mwezi, mamilioni 10 kwa miezi miwili, mamilioni 750 kwa miezi yako. Lakini uwe na kibiashara ambacho umetengeneza customers, wateja ambao wanakuletea pesa ndogo ndogo. Hautakwama kwenye maisha. Nataka nirudie. Hautakwama kwenye maisha. Kinachowakwamisha leo watu kwenye maisha ni nini? Unakuta mtu ana biashara kubwa sana, inamuingizia milioni 10, milioni 8, milioni 50. Ikikata tu pap, yani mpaka watoto wanalaani kuwa kwenye hiyo biashara, kuwa kwenye hiyo familia. Kwa nini? Hawakujiongeza. Hata kama una project zako zinakupatia mapesa mengi, tengeneza biashara ambayo itakuletea pesa kidogo kidogo. Tena kwa wakati mwingine, fanya kitu kimoja. Sema jamani, na watengenezea mradi ambao, tengeneza miundombinu mizuri kabisa kwenye ile biashara. Waambie familia kwamba, naombeni, hii ndio biashara itakayowafanya muishi. Kazi kwenu kuisimamia. Watoto wataamka asubuhi watamwagilia. Wataamka asubuhi watangolea. Wataamka asubuhi wataangalia kama ni kuku. Wataangalia. We kazi yako ni moja. Usifuatilie zile pesa. Fuatilia miundombinu ya kufanya ile biashara iendelee kusurvive. Nataka nikwambie, kuna siku utakuja kunishukuru. Hizi biashara kubwa ambazo tunafanya, ambazo zinatupatia milioni 10 kwa mwezi, milioni 20 kwa mwezi, hata uwekezaji wake unakuwa hivyo. Zikikata mara moja, huwezi kuamini kitakacho kuja kutokea. Mpaka watoto wanalala njaa. By then unaona aibu hata kwenda kukopa unga kwenye duka. Unajulikana, una magari, una biashara makubwa, wewe ni mtu fulani. Unajua mtu mwenye biashara ambayo inamuingizia milioni 20, milioni 10 kwa mwezi, kama uhusiano kwenye jamii, kwenye maduka madogo, yeye ni supermarket, ni wapi na vitu kama hivyo. Kaja pale na ligari lake ni kubwa kubwa pale, nini na vitu kama hivyo. Siku zinakata. Huna hata kitu ambacho kinaweza kukufanya. Kwani hajatokea kwamba unakuta mtu alikuwa anafanya biashara kubwa ambayo inamuingizia pesa nyingi, ghafla ile biashara imekata, anabaki nyumbani, haelewi hata kitu cha kufanya. Haelewi. Haya, mimi nimeshakupa ushauri, kazi kwako kufuata. Sababu ya tatu, mauzo ya mara kwa mara huongeza jumla. Mauzo ya mara kwa mara huongeza jumla. Kwa mfano, fungu moja unauza 500. Si ndio? Yakiwa mafungu 10, 5,000. Kwa siku 30 una 1,500,000. Hiyo sio la ndogo. Hiyo sio la ndogo. Kwa mwezi una 1,500,000. Simple. Yaani ujipatie tu mahesabu kwamba kwa siku nataka niuze mafungu 10. Ili niuze mafungu 10, niongee na majirani wengi zaidi. Kwa siku nikiuza 5,000, kwa mwezi na 1,500,000. Maisha ni mahesabu. Hizi zingine ni mbwembwe tu. Maisha ni mahesabu. Simple and clear. Tunasema hivi, kidogo mara nyingi inaleta pesa nyingi. Kidogo mara nyingi inaleta pesa nyingi. Jambo la msingi, naomba ni summarize kitu ambacho nimekufundisha. Zao lolote lisilopita kwenye hizo sheria 3, unapoteza muda. Sheria ya kwanza nimesema mahitaji ya kila siku. Sheria ya pili, mzunguko mfupi. Sheria ya 3, uwezo wa kuuza kwa kipimo
kidogo kidogo, uwezo wa kuuza kwa kipimo kidogo kidogo. Ukiwa hata na kigezo kimojawapo katika hivyo vitu vitatu, yani kigezo kimojawapo kisitimie, wewe haufanyi zao la biashara, unafanya la chakula. Katika vigezo vitatu hivyo kutajia, kimoja tu kikiondoka, wewe ufanye tena zao la biashara, unafanya kwa ajili ya chakula. Tunarudi kule kule kwenye hobby, kitu ambacho tumesema tukitaki, tunataka tuingie kwenye kuzalisha pesa. Naamini umeenjoy, naamini umefaidika. Wakati namalizia mazao gani ambayo unaweza ukayaotesha, comment hapo chini. Una swali, una jambo lolote, kisha baada hapo nitarudi nitapitia chap chap. Baada hapo nitakuacha, tukutane katika kipindi kingine. Haya, mazao 7 unayoweza ukaanza nayo katika eneo lako dogo na yanaweza kukupatia pesa ya haraka katika mazingira ulionayo. Nitataja haraka, kazi yako ni kwenda kuyafuatilia jinsi ya kuyaotesha na maisha mengine yaweze kuendelea. Namba 1, Chinese. Nafikiri ni mboga ambayo ipo kila mahali. Inaitwa Chinese. Ukienda sokoni inapatikana, ukienda mtaani inapatikana. Sisi hata katika bustani yetu tuna Chinese. Na unajua upekee wa Chinese, inajaza fungu, inajaa haraka. Hata ukiangalia likiota lile Chinese, ukichuma tu majani yako 3 4, imeshajaza fungu. Sisi kwa mfano kwenye package yetu ya tunayouza, tunauza kuanzia 1000 of course. Sisi hatuuzi chini ya 1000. Tunauza kuanzia 1000. Sasa tunauza hivi, tunaweka Chinese nyingi, then spinach, figili na sukuma wiki zinajazia lile fungu. Sio mnafu, sio nini, zinajazia lile fungu. Kwa mboga mama ni Chinese. Simple. Namba 2 ni spinach. Hii spinach pia wengi wanapenda kuita mkia wa kondoo, wengine wanaita karikiti, inategemea na nyinyi kwenu iko vipi. Ngoja niwape tofauti ya spinach na Chinese. Wacha nipate tofauti ya spinach na Chinese. Nafikiri moja kati ya staff wangu atakuwa ananifuatilia hapa online, hapa around. Kama unanifuatilia, naomba niletee sample ya spinach na Chinese. Jani moja la spinach, jani moja la Chinese, kwa sababu watu wengi wana confuse. Okay, namba 3, sukuma wiki. Nichumie peja na sukuma wiki, nichumie figili, spinach na Chinese. Niletee afu niweze kutofautisha hapo. Watu wengi wanazichanganya. Haya, kwa mboga ya tatu ni sukuma wiki. Mboga ya 4 ni figili. Figili, unaweza kuotesha figili na mambo yakaenda fresh. Lakini pia namba 5 ni mchicha. Mchicha pia ni mboga ambayo inatakiwa kila siku, inaliwa kila siku na unaweza kuotesha na maisha yakaendelea. Lakini mboga ya 6 ni mnafu. Mnafu pia ni mboga ambayo inaenda kwa haraka. Namba 7, sasa unaweza giligilani. Giligilani pia ni moja kati ya kiungo ambacho kinatumika kila siku. Giligilani. Asa zingine ni addition. Zingine ni okay, sasa niletee na hii hapa ni figiri. Hii hapa niletee na sukuma wiki. Niletee na sukuma wiki. Haya. Imagine rafiki yangu napata mboga fresh kama hii hapa. Maisha haya jamani, Chinese. Hebu ngoja zije zote alafu nisikuchanganye sana, au sio? Jamani, sione maswali yenu. Melizika. Uliza swali hapo, mimi namaliza somo langu na kuonesha tu haya basi baada hapo tunaenda zetu mapumziko kidogo, then tuende kwenye somo lingine. Kingine matembele, unaweza kuotesha matembele, ukaotesha dhania, hiyo giligilani ukaotesha. Kingine ni viungo tiba. Sometimes zinachanganya, lakini tutafika tu. Tutafika tu. Haya, kwa nimalizie kwanza kuzitaja alafu tumalize. Okay, kwa hiyo unaweza kuotesha. Kingine ambacho natamani leo introduce program yetu nyingine inaitwa Profitable Garden Pro. Tuliintroduce back gardening, wale ambao wameshachukua hatua good na ufanyewe nafikiri mpaka masaa mawili au masaa 3. Leo introduce kitu kingine inaitwa Profitable Garden Pro. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Unaweza ukazalisha viungo tiba. Viungo tiba ni viungo ambavyo vinatumika kwenye mchuzi, kwenye rojo, kwenye supu, kwenye chai. Na ngoja nikwambie siri nyingine. Dunia ambayo sasa hivi tunaelekea ni dunia ambayo nimeelezea kwenye masomo yaliyopita. Pressure, sukari, cancer,
figo ni magonjwa yanayosumbua dunia sasa hivi. Tuliangalia data kabisa za kitaalamu kwamba WHO wamesema kwamba 75% ya magonjwa yote duniani yanatokana na magonjwa yasiyoambukiza. Sasa viungo tiba ni viungo ambavyo, kuna tofauti kati ya viungo vya mboga na viungo tiba. Ni viungo ambavyo leo hii vinaweza vikasaidia kupunguza changamoto. Hao watu ambao unaona wanauza sijui tiba mbadala sijui nini, asilimia kubwa wanatumia viungo tiba kutengeneza hizo dawa zao. Sasa badala ya mtu kwenda kutumia hizo dawa ambazo zimetengenezwa, leo anaweza kuwa na viungo tiba nyumbani mwake. Pale nyumbani kwake akao anajisaidia yeye mwenyewe, anatumia vile viungo vinamsaidia. Badala ya kutumia sijui vitu gani ya kununua huko kwenye chai, anatumia viungo tiba. Kwenye mchuzi, kwenye supu, kwenye rojo. Hivyo pia ni vitu ambavyo sasa hivi vinaenda kwenye chati. Nimekupa kodi, kazi kwa kuifanyia kazi. Sasa, kabla sijamaliza, kwa nini watu wengi hawapati matokeo ambayo tunayozungumzia? Kwa nini watu wengi hawapati matokeo ambayo tunayozungumzia? Namba 1, watu hawajui mambo matatu. Cha kwanza, hawajui nini cha kupanda. Nimeshakupa siri. Cha pili, nini kifuate mara baada ya. Siku zote ukitaka kuingia kwenye biashara, uwe na biashara yenye mzunguko. Uwe kwenye biashara yenye mzunguko. Namba 3, nini kipandwe tena? Hawajui. Namba 2, hakuna ratiba, hakuna rekodi, hawana mwalimu wa kuwaongoza. Sikiza nikwambie, teknolojia hata iwe kubwa kiasi gani, tulishakuwa na Google. Tunasema tulishakuwa na Google kwa sababu sasa tuna kitu kubwa zaidi kuliko Google. Tulishawahi kuwa na Google. Bado shule zilikuwepo, hazikufutwa. Sasa hivi teknolojia ndio imekuwa juu zaidi kuliko ulimwengu wa Google. Tuna kitu kinaitwa AI, Artificial Intelligence. Bado walimu wanatakiwa. Yaani hata ije kuwa teknolojia ambayo sijui ni kuambiaje, bado mwalimu anatakiwa. Mimi leo hii nasoma, napenda sana kusoma vitabu, lakini na walimu. Unajua kazi ya mwalimu ni nini? Ni kukupa direction. Kazi ya mwalimu sio kukuambia cha kusoma. No. Kazi ya mwalimu sio kukufundisha. Kazi ya mwalimu ni kukupa direction, kukupa mwongozo. Hiki fanya, hiki usifanye. Mimi nakumbuka kipindi cha nyuma nikala jifanya mjanja sana. Nasoma vitabu nini, kila saa nimeshika vitabu. Kumbe ndio najiconfuse. Kumbe bwana najiconfuse. Kitabu cha mbele nasoma nyuma, cha nyuma nasoma mbele, yani sielewi wala sielewi. Nimeanza kusoma mimi 2011. Nimekuja kupata breakthrough 2020. Miaka 9. Nikasema okay. Mwalimu anatakiwa. Mwalimu anatakiwa. Kwa lugha tofauti tofauti wanaita coach, wanaita mentor, lakini point yangu ya msingi ambayo nataka uelewe kwa lugha nyepesi, mwalimu anatakiwa kama unataka kufanikiwa. Hizo Google zako zitakuwa reference. Wanaita reference vitabu vya marejeo. Hizo AI zitakuwa reference, lakini mwalimu anatakiwa. Na ngoja nikwambie, hakuna ulimwengu ambao unatakiwa kupata mwalimu kama ulimwengu wa sasa hivi. Kwa sababu vitu fake ni hivi. Nilikuwa nimeonyesha leo kijana wangu mmoja, nikamwambia angalia hii picha hii. Hii picha ni fake. Hii sio OG. Hakuna kipindi ambacho kinatakiwa kupata mentors, coaches na walimu kama kipindi cha AI. Huo ni ushauri wangu wa bure. Kwa wengi hawana walimu. Wengi hawana community za watu ambao wanafanya wanachokifanya. Huo ndio mtihani mwingine tena. Hata ufanyaje, huwezi kuwa na majibu kila kitu, na huwezi kusema utajua kila kitu. Unahitaji kukaa na watu ambao wana interest na kitu wanachofanya na wanatamani na wao kufikia malengo makubwa zaidi. Mnashirikishana, mnapeana company ili muweze kufanikiwa. Okay, kama ambavyo siku zote nimekuwa nikisema ya kwamba watu wengi wana bustani, wachache wana mfumo wa bustani. Watu wengi wana bustani, wachache wana mfumo wa bustani. Jambo la msingi ni moja tu. Kama tulivyokuwa tumeintroduce program yetu ya gardening, hiyo ni program ndogo ya bustani. Leo nataka nikwambie kitu kimoja. Sisi tuna program inaitwa Profitable Garden Pro. Ni program ambayo itakusaidia kufanya bustani in advance.
Ile bag garden ilikuwa ndio unaingia. Sasa tunakwenda kukuambia kwamba tuna program ambayo unaenda kufanya bustani in advance. Nafikiri ndio program yetu kubwa zaidi kwenye program ya bustani. Inaitwa Profitable Garden Pro. Kama umeshawahi kupitia kwenye program zetu utakuwa umejua nazungumzia kitu gani. Lakini upekee na utofauti kati ya program ya bustani ile ya bag garden na program ya Pro ni sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, kwenye program ya bag unajifunza njia moja ya kufanya kilimo cha eneo dogo. Lakini program ya Pro unajifunza njia 6 na zaidi za kufanya kilimo cha eneo dogo. Tofauti ya pili, kwenye bag unajifunza kuzalisha mboga mboga peke yake. Hizi zote utazalisha kwenye Pro. Kwenye bag nitakuonesha hapa. Hii hapa ni sukuma, hii hapa ni figiri, hii hapa ni spinach, hii hapa ni Chinese. Of course utazalisha kwenye program ya bag. Lakini kwenye Pro utazalisha mboga mboga, viungo vya mboga na viungo tiba. Na mambo mengine mengi 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 mengi. Are you interested tukupatie utaratibu wa programu hiyo? Jinsi gani naona unaweza ukanufaika na hiyo program? Comment neno Pro hapo chini kwenye comment. Nitafurahi kuona comment zako. Mimi nikija kukuelezea sasa tofauti ya hizi mboga. Hii inaitwa spinach. Hii inaitwa spinach. Wanaita mkia wa kondoo. Wale ambao mmefuga kondoo mmewahi kuona kondoo, limkia la kondoo kama limejikunja kunja hivi. Umeona jinsi ambavyo imejikunja kunja? Hii wanaita mkia wa kondoo. Hii inaitwa karikiti. Hizi ndio mboga ambazo tufanya sisi tukaanza na hoteli kuuzia kwa kilo. Kwa sababu hii mboga baada ya masaa machache inanyauka. Kwa haiwezi kuvumilia kukaa kwenye genge. Ndio maana wengi ambao wanauza magenge hawapendi hii mboga kuiweka kwenye mboga zao. Si kama nielewa. Hii inaitwa mkia wa kondoo. Ni moja kati ya mboga ambayo wengi wanatamani kuipata. Wanatamani kuipata masokoni, lakini masokoni hakuna. Masoko mengi au kwenye magenge wanapenda kuweka Chinese. Ambao ni hii hapa. Chinese inaweza kuvumilia. Hii inaweza kuvumilia. Heka na nini inaweza kuvumilia. Hii hapa. Lakini mboga ambayo wengi sana wanaipendelea. Hii wengi wanaipenda lakini haipatikani. Hasa wewe inabidi ujitahidi uweze kuizalisha katika mazingira yako. Umeona? Lakini kuna hizi pia zinachanganya. Kuna hii hapa inaitwa figiri. Sasa tofauti yake ni kama zina rangi fulani. Hii inakuwa ina rangi ambayo hii inakuwa kama ina rangi fulani kama purple fulani hivi. Na hii unaichuma muda mrefu. Hii unaweza kuichuma hata mwaka mzima. Hii sukuma wiki inaitwa. Ina wale majani mapana, sema na kijana naona ameniletea yale majani madogo madogo. Hii hapa inaitwa figiri. Figiri inadumu muda mfupi, miezi 3. Na wengine kwenye mfumo wao kuotesha huwa wanaotesha afu wanazichuma kwa kuzingoa kama mchicha. Lakini ukiacha pia inakuwa pana. Ni moja kati ya mboga ambazo unapomuuzia mteja wako ukamkombainia. Yaani ukamuuzia fungu ambalo limechukua zote. Anafurahi sana. Anafurahi mno. Nafikiri nimekupa siri zote. Jambo la msingi ni moja tu. Uko serious, unataka kuungana na sisi tukushike mkono hatua kwa hatua. Andika neno Pro kwenye nambari ambayo unaweka katika screen yako. Tutashare na wewe utaratibu wa program zetu. Kama uliweza kupitia utaratibu wa program zetu na ulipitwa na offer, sasa hivi offer tumeirudisha. Rudi tena kapitia program yako, lipia program ya Pro. Twende moja kwa moja tukapambane kuhakikisha kwamba tunatumia eneo dogo tufanye vitu vikubwa zaidi. Tumetoa utaratibu wa program na offer kila kitu. Angalia kwenye system offer yako inaisha baada ya muda gani, uweze kupigania na uweze kuingia. Wacha mimi nipitie comment zenu haraka haraka, baada hapo niwaache tuende kwenye kipindi kingine. Kuna mboga inaitwa rape. Je, hii ipoje? Okay. Kuna mboga inaitwa kale. Inakuwa kama lapu fulani hivi. Kitu kama hicho. Sisi hatuna kwenye bustani yetu. Nafikiri utaifuatilia. Huyu anasema nimechelewa kuingia, kanuni ya kwanza siipata mwalimu. Okay, ngoja nikutajie kama upo hapa, lakini kama umechelewa haina shida. Kanuni ya kwanza inaitwa mahitaji ya kila siku. Kanuni ya pili inaitwa mzunguko mfupi. Kanuni ya tatu inaitwa uwezo wa kuuza kwa kipimo kidogo kidogo. Yes, lakini usijali, somo hili linapatikana kwenye YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ. Utalipitia, then baada ya hapo nafikiri utaenjoy zaidi kwa sababu licha ya kanuni lakini kuna mambo mengine nimeelezea. Huyu anasema je, mifuko gani naweza anza nayo wakati naendelea kujiandaa na bag? Inategemea sasa. Inategemea unataka kuotesha mboga ya namna gani. Ni check kwenye WhatsApp then nitakushauri. Check kwenye namba ya WhatsApp 0761 825 808. Utasema ni yule na unaitwa Elia, nitakuwa nimekujua. Utasema ni yule mwalimu ambaye ninajipanga kwa bag then niweze kuna na kwaje. Nitakushauri kulingana na mazao unayotaka kuotesha.
Huko kwenye joto tunafanyaje kilimo hiki cha mboga? Wewe nenda zalisha mboga ndugu yangu. Mboga inaota kila sehemu. Zalisha mboga, anza kuzalisha. Zalisha, ikatae tujue kama imekataa, lakini mboga inakubali kila mahali. Kuna condition ambazo zinaongoza, lakini kaanze kuzalisha. Haya, huyu anasema father, mimi nataka nifuge kuku niwe kama wewe, ila ni kuku wa kienyeji, nianze na kuku wangapi? Father, kama unataka kuwa kama mimi tumia akili yangu. Kama unataka kuwa kama mimi tumia akili yangu. Japo wewe ni zaidi ya mimi na uhakika. Andika neno program kwenye nambari ya WhatsApp ambayo inaongea katika screen yako 0761 825 808. Then tutakupatia utaratibu. Haya, naona alirudia swali lake. Haya, huyu anasema kipimo kidogo mauzo ya kumwaga. Yeah, of course. Mambo mengine nafikiri mko mnasema tumekupata. Nafikiri sio maswali. Huyu anasema imani ni kuiweka akili kazini. Yes, exactly. Hakika ya kufanya mambo unalolijua na linakupa matokeo. Of course, nafikiri uko naongezea pale kwenye pointi yangu ambayo nilikuwa nimejazia wakati ule. Haya. Kaka samahani, imenibidi nitoke kazini. I say naomba namba zako please, nitakucheck WhatsApp namba tafadhali. Yeah, nafikiri Mr. nilikuwa nimeshare pale. Sasa sijui ni Mr. au ni Mrs. Nafikiri nilishashare pale, utakuwa umechukua namba, then jambo la msingi tutawasiliana. Haya, mwingine. Jamani, nafikiri comment zimekuwa nyingi na muda wenyewe unatukimbia. Wacha tuishie hapo. Huyu anasema bei gani naitumia ninapojiandaa na special bag? Okay, sasa sijui inategemea na wewe unataka kuchukua program gani. Jana tulitoa offer ya program yetu ya bag gardening ambayo gharama yake inakuwa 392. Jana tulitoa offer ya kulipa 250,000 na offer yenyewe nafikiri iko inaisha leo, masaa yenyewe yamebaki machache. Ni check kwenye WhatsApp kwenye namba ambayo inaongea kwenye screen yako, then nafikiri tutashare na wewe tuone kama kuna mahali pa kushauri zaidi. Okay, mwingine nafikiri tufikie hapo. Jamani, mimi nafikiri katika somo letu ambao tumeliangalia part 2, mazao yenye faida hayapandwi kwa bahati. Na nimekupa sample ya mboga ambazo ukiziotesha unaanza kutengeneza pesa. Mungu akupe nini? Akupe gunia la chawa. Rafiki yangu, akupe gunia la misumari ili uwe nini? Mungu amekukumbuka. Amesema unapoingia kwenye majira mapya uingie kwa kishindo, usiingie kwa kilio. Unataka upewe nini tena? Upewe nini tena? Rafiki zangu. Kazi ndio hiyo. Mambo ndio hayo. Jambo la msingi ni moja tu, kuna tofauti kati ya watu ambao wenye mafanikio na wasio wenye mafanikio. Watu wenye mafanikio huchukua hatua mara moja. Uzuri tumeshakupatia condition. Unataka ufanye nini? Unataka uchukue hatua gani? Tutumie neno program WhatsApp 0761 825 808, tutakupatia mfumo mzima wa jinsi gani unaweza kufanya vizuri mara moja. Tuna offer za program zetu, kama utaziwahi kazi kwako. Jambo la msingi ni moja tu. Tukutane katika kipindi kijacho tena. Tuendelee kukamilisha hili somo letu. Nafikiri ni moja kati ya mada ambayo inahitaji udadafuzi wa kina kidogo ili tuweze kufanya vizuri. Huyu ameandika pro. Rafiki yangu aliandika pro, nenda kwenye WhatsApp chap. Nenda kwenye WhatsApp chap kwa namba ambayo nimeipini hapo kwenye screen yako 0761825808. Then tutadiscuss mambo mengi huko, naona muda wangu umeshaisha. Mwalike rafiki yako, mwambie hivi, kuna moto wa kuingia majira mapya, siku 10 za moto. Ndio kwanza tuko siku ya 3. Sijui mpaka tutoboe siku 10 watu watakuwa rafiki yangu, masomo yanapatikana YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ. Jambo la msingi, kama umechelewa au ungetamani kulifahamu ili somo vizuri zaidi, wai chap kwenye YouTube, kisha baada ya hapo tutaweza kulipata. Enjoy, tukutane wakati mwingine. Bye bye.